بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 20 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1447 katika darasa tafsiri al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tulifikia قول المصنف رحمه الله قال وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. فاحكم بينهم بما أنزل الله، بمعنى حكوم أي محمد بين يواتو وارابو نوسكوا وارابو أميهم وكتابيهم. أميهم مقصودي العرب، يعني أمة أمية، sababu hakujatumilizwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume yote kwa hawana kitabu. Wa kitabiyihim yani alyahud wan nasara, wote hukumu kwa sheria ya Allah. Bima anzala Allahu ilayka fi hadha alkitab alazim, kwa kile alichokuteremshia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu hiki adhimu, yani alquran. وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. كذلك أتوكم بين ياو وكيل ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hakuifuta hukumu yake katika hukumu ya mitume waliopita, ikabainishwa kwake yeye pia katika kitabu hiki. Kwa pia atahukumu baina yao kwa hayo ambao wamehukumu mitume wa kabla yake, na yeye pia akaamrishwa hukumie baina yao. Ama mengine ambao yamefutwa hukumu yake, hayo hayatumiki katika sheria ya Uislamu. Kwa kuna mambo ambayo yalikuwepo katika sheria za umma waliopita yaliyotajwa katika Qur'an kuwa hii pia kwenu nyinyi ni sheria. Kwa mfano, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa ibada ya saum ilikuwepo kwa umma uliopita na kwetu pia, kwa ushahidi wa hii aya, na sisi pia tukaamrishwa tuitekeleze ibada hii. Hakadha wajahahu Ibn Jarir bimaanahu. Ibn Jarir ameelekeza hii aya au sehemu katika hii aya katika maana haya tuliyotaja hapa, kwa maana yake, si kwa maneno haya haya. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم. mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakija Mayahudi wa Madina kwake yeye awahukumu baina yao, sababu wao walikuwa wajua ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uadilifu wake. Kwa hiyo alikuwa na khiari, akitaka atahukumu baina yao au atawarudisha na kuambia wahukumiane kwa kitabu chao wenyewe. Ili kwa mwanzo namna hiyo, fanazalat wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. حكم hiyo ikafutwa, akaamrishwa sasa Mtume صلى الله عليه وسلم ahukumu baina yao kwa kile kilichoteremshwa katika kitabu chetu, na asiwape nafasi ya kurudi katika vitabu ambavyo wametasarrafu ndani yake na kuviharibu. وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها
وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولو sifuate matamanio ya nafsi zao, hawa na matashi yao. Ibn Kathir asema yale waliokubalia, rai walizokubaliana baina yao, wakawacha kile ambacho Allah amemteremshia mtume wake. Ahlul kitab wameteremshiwa vitabu, wahukumiane baina yao, wakakaa chini wakabadilisha kwa makubaliano baina yao, wakaweka ahkam zinazoambatana na matamanio ya nafsi zao. Walipofanya hivyo kwa sababu ya hizo rai zao, wakawacha kile ambacho Allah amewateremshia na kuwatuma nacho mitume wake. ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. بمعنى usiwache ile haki ambayo Allah amekuamrisha ewe Muhammad, ukafuata matashi ya hao aljahala alashqiya, wasiojua, wajinga katika ahlul kitab ambao tayari wameandikiwa kuangamia. Usiwafuate wewe, fuata kile ambacho Allah amekuamrisha ukifuate. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatazwa hapa kufuata rai ya mtu yoyote yule, afuate yale aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tutapata faida, ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekatazwa kufuata rai za watu, afuate kile alichoteremshiwa, je, mimi na wewe? Sababu ukiangalia leo mambo ya bid'a, uzushi katika dini, hizi ni rai za watu, si wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu lau kama ingelikuwa bid'a ni wahi, asingewacha kuzifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kisha tufunuliwe sisi wa baadaye fadhila ambayo wao hawakuiona. Ikiwa katika hii bid'a unaoifanya au hizi bid'a zinazofanywa kuna khairi, basi angeelekezwa katika khairi hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wakawa ndio wa kwanza kutekeleza khairi kama ile, kisha sisi tukawaiga na kuwafuata. Mnafahamu vizuri? Haiwezekani kuwa kuna khairi ambayo amefichiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafichiwa masahaba, wakafichiwa karne bora zile, kisha tuje tufunuliwe sisi khairi ile. Kwa ni juu yetu sisi kufuata wahi aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam aombe wala tattabi' ahwaahum amma ja'aka min alhaq, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam amwamrisha kuwa afuate ile haki aliyoteremshiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna chochote aliyokuja nacho kwa matashi ya nafsi yake hata kimoja katika hii sheria. Kila alichokuja nacho ni wahi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katika nafsi yake hajazua chochote katika hii dini akasema hii ni dini ya Allah, hata herufi moja pia hakuongeza wala hakupunguza. Na Allah asema walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, wacha kusema zia uongo, baadhi tu ya maneno angetuchomekea kwa sisi tumeyasema na hatukuyasema, la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin, tungemwangamiza sisi. Huu ni wahi. Haya maneno makali azungumziwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angekatwa mshipa mkubwa unaopeleka damu katika moyo wake akaangamia, lau kama angeongeza baadhi ya maneno tu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuongeza chochote
katika wahi alioteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuongeza chochote, bali aamrishwa katika aya ngapi kusema in attabi'u illa ma yuha ilayya. Na makuraish walipokuja kwake kumtaka mtume sallallahu alaihi wasallam abadilishe baadhi ya mambo katika Qur'an, aongeze haya, punguze haya, akaambiwa awajibu na kusema qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, sikuwa mimi ni mwenye kubadilisha kitabu kwa nafsi yangu, in attabi'u illa ma yuha ilayya, mimi sifuati isipokuwa ule wahi nilioteremshiwa. Kwa sisi pia ni juu yetu tufuate ule wahi alioteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile alivyoutabikisha yeye mwenyewe na kuwafundisha masahaba wake. Kwa hawezi kuja mtu leo akasema kuwa aya fulani ile maana yake ni bid'a fulani. Tukuuliza, wewe waelewa zaidi ufahamu wa hii aya kuliko masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Haiwezekani. Lau kama ingelikuwa hiyo ndiyo maana yake, wa kwanza kutabikisha jambo hilo angelikuwa nani? Angelikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Mwanielewa nafikiri? Kwa mfano mwambie mtu wa maulidi, hebu hii maulidi mmeitoa wapi katika Qur'an? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrah. Hii aya dalili ya maulidi, si vichekesho hivi. Kama ingelikuwa ndiyo dalili ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza kuifanyia kazi hii aya angelikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mimi na wewe. Na wa kwanza kuitabikisha hii aya wangelikuwa baada ya mtume sallam masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu wao ndio waliofundishwa na mtume sallam maana ya hii Qur'an, na walikuwa ni Waarabu aqhah, wanaoelewa kile kilichoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Mbona wao hawakuelewa hivyo? Na hapa ndipo panapofungwa. Yani mtu aweza kusema mimi nafuata Qur'an na Sunna, ufahamu wa nani? Sababu kila mmoja wetu leo ana ufahamu wake, lakini ni lazima uifahamu Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio waliiona Qur'ani ikiteremshwa kwa mtume sallam akiitabikisha mbele yao, na sisi tukaambiwa fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Tunataka uongofu ni mpaka tuamini kama walivyoamini wao. ma kana hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wao wataifuata sheria kama walivyoifuata masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahi, hawakuzidisha wala kupunguza, wakawa waaminifu barara, wema kabisa, walioibeba hii dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uaminifu, wakaifikisha kwa ummati Muhammad. Jazahumullahu khairan. Wa qawluhu ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة قال سبيلا، وعنه سبيلا وسنة. سبيلا هو المنهاج، المنهج مفهوم، وسنة الشريعة، kila mmoja amepewa njia yake katika mitume na sheria aifuate. Ndio ukaona pengine katika umma waliopita pombe ilikuwa halali kwao, kwa ummati Muhammad ikawa haramu. Na kuna mambo, baadhi ya mambo ya kisheria, kama kwa Mayahudi wakaharamishiwa kula mafuta ya wale wanyama, sisi tukahalalishiwa. Na vitu vingi sana tofautiana katika upande wa nini, wa sheria. Ama asli ya dini hakuna tofauti baina mitume wa Allah. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وهذا خطاب لجميع الأمم. na haya mazungumzo Allah ayaelekeza kwa umma wote waliopita na wa sasa. wa ikhbarun an qudratihi ta'ala al'azima, akitoa habari ya uwezo wake mkubwa subhanahu wa ta'ala, allati law sha'a la jama'a an-nasa kullahum ala dinin wahid. Angelitaka Allah hashindwi kuwakusanya watu wote wakawa katika dini moja,
katika njia moja. Wa shari'atin wahida, na sheria moja. La yunsakhu shay'un minha, hakuna yote inayofutwa ibakie vile vile. alikuwa yaweza kufanya hivyo angetaka. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea kila mtume sheria yake tofauti na mwingine. ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده, kisha akafuta ile sheria au baadhi yake kwa utume wa mtume anayekuja baada ya yule. حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, mpaka akafuta sheria za mitume wote waliopita alipomtumiliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. alladhi ibta'athahu ila ahli al-ardh qatiba, mtume huyu ambaye Allah amemtumiliza kwa watu wa ardhi wote, ardhi yote, hakuna anayetoka nje ya ujumbe aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waja'alahu khatama al-anbiya'i kullihim, akamjaalia yeye ndiyo hitimisho wa mitume wote, ndiyo mtume wa mwisho kabisa. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم, أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم. الله amewapa kila umma sheria tofauti ili awape mtihani katika kile alichowekea katika sheria yake. ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله, kisha awalipe malipo ya thawabu mazuri au awadhibu kwa wale wenye kutii, awalipe malipo mazuri. Wenye kumuasi awadhibu kwa yale walioyafanya wenyewe au walioazimia kuyafanya katika hayo yote aliyowateremshia katika sheria yake. Kwa Allah hufanya anachokitaka. Mayahudi wao katika itikadi zao walizozitunga ni kuwa hawaamini kuna nasikh na mansukh, na hili wamelichomelea kwa sababu wasiambiwe kuwa kuna mtume ametumilizwa ambaye amfuta ile hukumu yenu, lazima mumfuate. Kwa hiyo wao waweka kwa katika sheria yao hakuna kitu chaitwa hii ni mansukh. Sasa wasema hivi kwa sababu wako baadhi yao wakubali kwa mtume Muhammad sallam ni mtume, hawakatai, lakini wasema ni mtume wa Waarabu, ametumilizwa kwa Waarabu, hakutumilizwa kwetu sisi. Mayahudi wako wanasema hivyo. Sasa wakisema kuwa sheria yaweza kufutwa hukumu yake, itawabidi kuwa wakubali kuwa huyu ndio mtume aliyetumilizwa wa mwisho, wawache sheria ile wafuate sheria ile. Kuna mjadala mmoja mfupi mmeuona wa kufurahisha baina Myahudi na Muislamu. Yule Myahudi asema, sikiliza bwana, sisi twajua kama mtume Muhammad sallam ni mtume kweli, lakini hakutumilizwa kwetu, ametumilizwa kwa Waarabu. Akamwambia, nikuulize swali, waamini kuwa ni mkweli? Asema yeye naamini ni mkweli. Waamini kuwa ni mtume wa Allah mkweli katika kile alichokuja nacho? Naamini ni mkweli, lakini hakutumilizwa kwetu. Hasemi uongo, sema hawezi kusema uongo, ni mtume wa Allah. Akamwambia, basi mimi nakwambia huyo mtume unayesema ni mkweli, asema katika kitabu cha Allah, asema katika kitabu alichomteremshia mtume huyo unayesema ni mkweli, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Kwa hiyo hutoki hapa. Kwa hiyo yeye ni mtume wa Allah kwa watu wote, ukiwemo wewe pia ndani. Sasa utamwamini au muamini? Fabuhita alladhi kafara. Jamaa kawa hana jawabu, ni basi tu kufuru, si kuwa hajui ukweli, ataka tu basi kubaki vile alivyo. Sasa huwa mara nyingi swali zuri utawauliza, nyinyi Mayahudi mnaodai kuwa hakuna nasikh wala mansukh, Adam alayhi salam watoto wake alikuwa akiozesha vipi? Wao wasema haiwezekani sheria ya Allah kufutwa. Tuuliza, Adam alikuwa akiozesha vipi watoto wake, wakati watoto wake wote anaowazaa baba yao ni yeye na mama yao ni yule yule? Akao yaozesha vipi? Si watakuwa ni ndugu?
leo sisi tuweza kuozeshana kaka kama ndugu yake. Hata kwa Mayahudi pia kuna sheria kama hiyo, kuwa ndugu waweza kumwoa, yani mtoto wa kiume waweza kumwoa dadake. Hakuna kitu kama hicho. Sasa ni kitu gani kilichofuta hukumu hiyo wakati mwanzo ilikuwepo? Umeelewa? Sisi na wao tuamini kuwa Adam alayhi salam alikuwa akiwaozesha watoto wake ndugu. Tuamini hivyo. Na wao pia waamini hivyo, sababu si waamini wao Adam na Hawa ndio watu wa kwanza kuumbwa. Sasa iweje leo haifai kwa ndugu kumuoa dadake? Ni kwa sababu ya hukumu imefanya nini? Imefutwa. Na ili uweze kulikimbia, na ukimwambia maneno haya hana jawabu kujibu, na pale ndio utajua mtu wa inadi ni mtu wa aina gani. Basi inadi tu, hata kufuata na kukubali. قال ثم إنه تعالى ليبلوكم فيما آتاكم تميلeza. قال وجعله خاتم الأنبياء ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أي شسمه يسير. وقال عبد الله بن كثير فيما آتاكم يعني من الكتاب katika kila alichowapeni katika kitabu. ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها. إن شاء الله akawahimiza katika kukimbilia kufanya mambo ya khairi, kufanya upesi kufanya khairi. Faqala fastabiqul khairat, shindaneni katika mambo ya khairi, kimbilieni katika mambo ya khairi. Fastabiqul khairat وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله. نونكم طيع الله na kufuata sheria yake aliyoifanya ni yenye kufuta zile sheria zilizopita. والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله, na kusadikisha kitabu chake ambacho ni Qur'an, kitabu cha mwisho alichokiteremsha. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة. marejeo yenu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wala siku yoyote mwingine. nyote mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ila Allah marji'ukum jami'a. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق. kisha Allah atawapeni habari katika yale mlioختلفiana katika haki, aseme huyu ndio katika haki na huyu alikuwa katika batil. فيجزي الصادقين بصدقهم, kisha awalipe wakweli kwa ukweli wao. ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان, na atawaadhibu makafiri waliokadhibisha na kuikanusha haki wakaiwacha kwenda kwa mengine bila ya dalili wala hoja aina yoyote. بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة, bali hawa ni wenye kufanya inadi kwa dalili za kukata ambazo hazina shaka, na hoja upeo wa hoja alizoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, dalili zenye kuvunja kila aina ya shubha na hoja tatu wanazokuja nazo watu wa batil. وقال الضحاك فاستبقوا الخيرات يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستبقوا الخيرات اسمع قصدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اسمع والأول أظهر, na hii tafsiri ya kwanza ni ndio dhahir zaidi katika hii aya, kuwa fastabiqul khairat wa hiya ta'atu Allah wattiba'u shar'ihi, nikumtii Allah na kufuata sheria yake. wa qawluhu wa nahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. hapa ni kutilia mkazo kile tulichotangulia kusoma hapo nyuma, kile tulichotangulia kukitaja Allah subhanahu wa ta'ala hapo nyuma katika kufuata yale aliyoteremsha Allah na kukatazwa kufanya kinyume chake. ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي واحذر أعداءك اليهود. tena watahadhari sana maadui zako mayahudi
Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tahadhari sana na hawa Mayahudi, wachunge sana, ni maadui zako, wasije wakafanya nini, an yudallisu alayka alhaqqa fima yunhawnahu ilayka min umur fala taghtarra bihim fa innahum kadhabatun kafaratun khawana. Haweza kufanya tadris katika yale mambo anayokuletea. Aweza kuja na jambo hivi lakini ameficha mengine adhihirisha ili wewe utoe hukumu fulani, wakakufanyia tadlis katika mambo anayokuja nayo, usije ukaghurika na wao, kwani hakika wao ni waongo, tena ni kufar, tena ni wingi wa khiana. Ndio tabia zao hizi, wana khiana sana na ni watu waovu sana, waovu sana. Na haya tuyasoma, lakini kila mmoja leo ayaona kwa macho yake. Ule uovu wa hawa watu hausemeki. Sallallahu alaihi afia. Subhanallah. Sijui kama kuna watu waeleza kwa dalili na maneno wanaovioni uovu wa Mayahudi kama watu wa Sunna, na pia juu yake kwa dhulma na udwani ahlul bid'ah, bado utawasikia hao walipo na Mayahudi hao. Basi tungelikuwa tuwasifu, tungelikuwa tuwazungumzi vibaya hivi, sema ni watu wa khiana, makafiri, ni waovu, waongo. Kini hivyo kuna watu bana walipwa bana, wameletwa kutusambaratisha. Kuna wengine wazungumza, zamani tulikuwa tuishi vizuri bana, huyu sufi, huyu mshia, huyu sijui nani, hakuna vita kabisa. Walivyokuja hawa wakaita mawahabia, ndio wakafarikisha watu. Hivyo aliambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun jaa liyufarriqa bainana, huyu Muhammad amekuja kutufarikisha tu baina, tulikuwa tumekaa salama hapa. Lakini si wa kweli, wajua wao wasema kuwa sisi tulikuwa kitu kimoja, mpaka walipokuja hawa mawahabi wakatutofautisha baina yetu. Lakini si kweli. Lau kama wangelikuwa waisoma Qur'ani kisawa sawa, wasingelikuwa kitu kimoja na watu wa batil tangu wakati huo, si baada ya kujiwa. Semeni hawa watu wa Sunna mnaowaita mawahabi wamekuja kuwafundisha watu dini, ndio wakaelewa kumbe kweli ilikuwa tufai kukaa na watu wanomtusi Aisha. Unaona? Sababu hawa mtukana mama yetu, hatufai kukaa na watu kumbe wanaomkufurisha Abu Bakr as-Siddiq. Lakini huko nyuma walikuwa hawaambiwi, hawajui. Lakini Qur'ani yenyewe imeteremka ni Furqan, katika majina yake ni Furqan, tabarakalladhi nazzala al-Furqana. Na Furqan maanahu al-Qur'an yufarriqu baina al-haqqi wal-batil. Qur'an yafarikisha baina haqqi na batil. Alipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Makuraish wakawasema Muhammadun farqun bainana, farqun baina, yeye ndio amekuja kaleta furqa baina yetu. Hauoni kuwa mtoto akisilimu basi ashaachana na baba yake na mamake na ndugu zake? Maana alikuwa akisema. Leo tuje kusikia ahlul bid'ah wazungumza maneno vile vile kama Abu Jahal kuhusu watu wa Sunna. Hakuna tofauti. Hivi wewe wataka uachwe ubakie unapopatwa na matatizo wenda kwa waganga na wachawi? Ishaona ni jambo la kawaida hili? Ama unapopatwa na matatizo wenda kuomba maiti kwenye kaburi, wamuomba asiyekuwa Allah, wafanye shirki, uachwe tu wewe ufanye hili jambo, ufe nalo uende motoni iyadhan billah milele? Sasa pale wanapoambiwa tu watu, na da'wa ya mitume atakamuelewe iko hivi, walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan an ya'budu Allah fa idha hum fariqan yahtasimun. Mtume huwa ametumilizwa kwa watu wake, alipoanza kuwafanyia da'wa fa idha hum fariqan yahtasimun, kuna kundi lilomfuata na kundi lilomkanusha, wakawa wateta wale. Ndio da'wa ya mitume, ikija ile haki ikabainika na batili ikabainika, watu wa batili wakang'ania batili yao na watu wa haki wakashikana haki, ndio pale pakabainika kumbe kuna haki na batili. Haiwezekani katika huu ulimwengu kuwa siku zote watu wetu wenda njia moja. Wako watu wa haki na wako watu wa batili,
na hii ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, kwa kila wakati wako watu wanaopinga ile haki na wako watu wanaunga mkono ile haki, na mwisho wa kuisha Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wale watu wa haki wakawa ni washindi. Wal aqibatu lilmuttaqin. Tukirudi hapa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametahadharishwa kutokamana na maadui zake Mayahudi. Mimi nashangaa sana bwana, leo nikisikia wa khurafiyun wa watupia vidole ahli sunna salafiyin na kusema kuwa hawa wako na Mayahudi. Nyinyi hamkumbuki kama Al-Jufri si kitambo alikuwa kuna clip imeenea asema ana uhibbu al-yahudi, yeye asema hivyo. Sheikh Elenu mkubwa yule asema hivyo kutoka Hadhramut Tarim, ana uhibbu al-yahud, asema wazi. Sasa sielewi, yani ni kuwachafua watu jina kwa lazima, kwa jambo ambalo si kweli, na kueneza hizi propaganda kwa watu mpaka wengine wakasadikisha kuwa ni kweli hawa watu wametumwa na Mayahudi na walipwa na Mayahudi. Sasa mimi siwaelewi hawa watu, mara watasema hawa walipwa na Mayahudi wa nini, mara sijui wasema kitu gani, yani kila siku waje na propaganda tofauti na nyingine. Lakini ndivyo ilivyo mtu wa batil. Wengine walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam shair, sema la majnun, sema la kahin, la sahir. Kila mmoja akaja na riwaya yake, na sasa hailingani, kwa sababu wakisema sahir si watu wawajua wachawi. Wakimwangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakufanana na wachawi. Wakimwita shair, wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi la, alikuwa si mshairi. Mtume sallam si mshairi. Wakimwita kahin, kuhan wajulikana wakati ule, hana sifa zao. Wakimwita majnun, wakimwangalia wamkuta mtu smart kabisa, maneno yake anayozungumza ni ya kweli kabisa, hazungumzi maneno yasiyoeleweka. Sasa lipi lenu nyinyi liko sawa? Na subhanallah, kwa huku kumchafulia jina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa lazima watakumchafulia jina, ndio watu huenda wakamsikia, kwani wasema nini huyu? Mbona watu wamzungumza hivi? Wangapi katika masahaba waliosilimu kwa njia hiyo? Si wacha nimsikie, kwani wasema nini? Wacha tumsikilize wasema nini. Wakisikiliza sema si maneno ya mwenda wazimu, wala si maneno ya sahir, wala si maneno ya mshairi, wala maneno ya kusawa kabisa. Wallahu almusta'an. قال فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله, ikiwa watakengeuka wakaiwacha ile hukumu unaohukumu baina yao katika haki wakakhalifu sheria ya Allah, fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim. Hii aya sehemu hii yatishia sana. Sikiliza Allah sema nini. Fa in tawallaw, wakikengeuka na kuiwacha haki, fa'lam, basi jua ewe Muhammad, annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim, hiyo haki walioikataa ni kwa sababu kuna madhambi hao wanayo, ndio mimi nawafanya waikatae haki, wana dhambi hao. Ay fa'lam anna dhalika kainun an qadari Allah wa hikmatihi fihim an yasrifahum 'anil huda, jua kuwa ni Allah ndiye aliyekadiria, qadari ya Allah imepita juu yao, akawaondoa kutoifuata haki na uongofu. Kwa nini? Lima lahum min adh-dhunubi as-salifa allati iqtadat idlalahum wa nakalahum. Simo paelewa hapa, wana madhambi huko nyuma wameyafanya, yamepelekea wao Allah kutowaonyesha ile haki iko wapi. Sasa leo kuna wakati mwingine mtu aweza kujiuliza, mbona fulani yule alikuwa amesimama vizuri katika istiqama, msimamo wake ueleweka na nini, mbona ghafla kabadilika hivi? Wallahi kuna dhambi aijua mwenyewe yeye, asipotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na dhambi ile anayoifanya hawezi kuiona ile haki. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Upofu si wa macho bwana, upofu ni wa nyoyo zilizo katika vifua vya watu. Kwa hiyo mtu akwambia bwana fulani mashaallah alikuwa na watu wa sunna, mara ghafla maana akageuka akawa hivi na hivi, kama kwa mshia kwa khurafi ghafla,
sio kusema kwani huyu alikuwa hajui kama wale wako kwenye batili siku zote. Twasema wewe ungemfuata yule mtu ukamuelekeza katika tauba, kuna dhambi ameifanya, Allah akamlipa hivyo. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, walipopinda ndio Allah akazipindisha nyoyo zao. Wama dhalamahum Allah, wallahi Allah hakuwa dhulumu, ni wao wenyewe. Sasa hapa aambiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ili apate utulivu katika moyo wake, sio kuwa uliokuja nayo hayako wazi, uliokuja nayo yako wazi kabisa. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, yajulikana uongofu ni huu na upotofu ni huu. Wewe wakati mwingine unaweza kujiuliza lakini si hii dalili iko wazi kabisa. Naam, wewe waiona kwa sababu waitaka haki, na kuna mwingine hata ukamletea dalili 1000 kwa sababu yale aliyokuwa nayo katika madhambi yaliyomsababisha yeye haioni ile haki iliyoko mbele yake. Hapa mpaelewe vizuri sana, kwa sababu hii aya anasema yaogopesha mtu asijione kuwa kwenye haki amesimama sawa sawa, kumbe ana mambo ameyaficha katika moyo wake. Wallahi Allah atayadhihirisha siku moja. Ni hatari sana, na tumuombe sana Allah athabat, atujalie kuwa imara katika haki mpaka tukutane naye. Ndio pale wasia wa Allah, ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kubakia imara katika Uislamu mpaka utakapoondoka duniani, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo muhimu sana, sababu leo tuwaona watu wengi bwana mpaka kwa tishia. Wengine walikuwa ni wanyoshwa vile, walikuwa ni wanawavioni haswa, kisha waje kumwona mtu amepinda. Subhanallah, vipi? Fa'lam anna Allah yuridu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, kuna madhambi fulani wayajua mwenyewe baina yake na Mola wake, atakikana atubie, arudi kwa Allah na muombe Allah sana amrejeshe katika haki. Na miongoni mwa mambo yanayompelekea mtu wakati mwingine akaiwacha haki na kufuata batil, ar-riya wa hubbu adh-dhuhur was-sum'a. Na hili ni jambo ambalo liko katika moyo wa mtu, hakuna anayelijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ukaona pale mtu yuangalia watu wataka nini, kisha iwazungumza kulingana na vile watu wanavyotaka, ili kuwaridhisha wale watu wawe watamsapoti yeye. Ni kweli kuna batil ukiungana nayo na ukizungumza waweza kujaza msikiti mzima, watu watakuja kufuata. Sasa yule azungumza sawa sawa. Haki nzito, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Haki ni nzito, sio kila mtu yakubali haki. Wachache sana wako tayari kuikubali haki, lakini batil nyepesi tu, nyepesi. Tena waweza kuitoa ile batil katika sura kama ambayo kwenye haki. Naona ukaitoa sura hivi watu wakafikiria kwenye haki. Nitawapeni mfano. Kuna jambo lahitaji wewe ulihukumu na ueleze watu uhakika wake kuwa hili hukumu yake ni kadha wa kadha, lakini waona mimi nikilizungumza ili jambo kuna watu fulani watakasirika, hawataki kuambiwa ile haki. Kwa hivyo nifanye nini? Wacha nikwepe. Kisha ndio pale usikia ya nini bwana, hatutaki sisi fujo na watu, hatutaki balaa na mtu, hatutaki nini na vitu. Mpaka wale awamu wasema ona bwana, watu kama hawa hawana fujo na mtu. Sasa nini wewe kuingilia watu bwana, mara zungumza huyu, mara zungumza yule, mara zungumza nini? Kwa hiyo hataki kuingilia mtu, onekana mashaallah yule, hii ndio dini bwana, huu ndio wema huu. Haingili watu mwenyewe, ana maneno. Kama ni hivyo, mbona mitume hawakusalimika? Mbona mitume wa Allah alayhi salatu wasalam kulikuwa na watu wawazungumza na kuwataja kwa ubaya, na mitume wa Allah alayhi salatu hakuna mwenye tabia njema zaidi kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata ukajifanya vipi, ukajifanya shingo hivi, ukadidimia kwenye ardhi, huwezi kufika wewe hata ushr mi'shar ya tabia njema alikuwa na mtume Muhammad sallam. Kaifa la,
وقد زكاه رب العزة سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. na hivyo hivyo kusalimika na ndimi za makuraish kwa sababu kuizungumza haki, na akazungumza wazi bila mujamala kwa hii ni shirki na hii ndio tauhid. Hii hapa hii si katika dini ya Allah, na akawalingania watu, na hakuna mwenye tabia njema kama yeye. Alisalimika, wallahi hakusalimika. Hakusalimika na istihza za kufar, hakusalimika mpaka kutaka kuuawa, akafukuzwa haswa Makkah. bali Waraqa ibn Nawfal amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hakuna yeyote atakayekuja na mfano ulichokuja nacho wewe isipokuwa atafanywa uadui. Ndio sunna ya Allah katika huu ulimwengu. wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin. Hii ni sunna ya Allah katika ulimwengu. Usitarajie kuwa utasimamia katika haki kisha hutopata maadui. Kwa hiyo wewe fanya subra. Ikiwa unataka kusimama katika njia ya haki, fanya subra, yarhamkallah. Sasa wewe umuone mtu ambaye amesimama katika haki kisha ghafla pap kapinda, ana nini? fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim. Hii ndio siri kwa hapa. Allah ameeleza hii siri katika kitabu chake. Ukiwaona fa in tawallaw, haki iko wazi na bado mtu yakingeuka, fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim. Ni madhambi ambayo anayo yakampelekea yeye kupinda na kupotea. wa inna kathiran minan nas la fasiqun, wa inna kathiran minan nas la fasiqun, ay inna akthara an-nas kharijuna an ta'ati rabbihim mukhalifuna lilhaqqi nakibuna anhu. Wengi katika watu ni wenye kutoka nje ya taa ya Allah wakaikhalifu haki. Ukamwona mtu amependuka kabisa, haifuati ile haki wala kuikubali, akaipinga ile haki. Wengi katika watu wako hivyo. Kwa asije mtu hapa akaja akatuambia wale wazungumza bwana wenyewe wako wachache, si jambo la kawaida hilo, jambo la kawaida. wa inna kathiran minan nasi la fasiqun. kisha Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake kama qala ta'ala, wama aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Angalia vizuri, utakuta wengi katika watu si waumini wa kweli. Wengi hata ukawa na pupa ya kutaka kuwatia katika Uislamu huwezi. Wengi katika watu waikubali haki. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ukiwasikiliza wengi katika watu katika hii ardhi watakupoteza wewe katika njia sawa ya Allah. Kwa wingi wa watu hapa si dalili ya kuwa hao wako katika haki, si dalili. Kwa leo waweza kuona, kuweza kutangazwa jambo la batil la bid'a na nini, ukaona kuna umma huo mkubwa kabisa, kisha jamaa wakasimama wakaanza kushambulia watu wa sunna kweli kweli, aona ana jamhara, ana watu wengi pale, akaitetea batil, akawazungumza watu wa haki bila ya haki, akawazungumza kwa dhulma, kwa sababu aona wafuasi ni wengi. Lakini tusema hivyo hivyo, wengi katika watu hawaikubali haki, hawaitaki haki, hawapendi kuambia ukweli. قال وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سورية عوة الناني ما يهوديا وشأس بن قيس بعضهم لبعض وكوا بزنا باذيا وكوا اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. twendeni محمد ما tuweza tumtie kwenye mitihani na fitna katika dini yake. فاتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم. إيه محمد wewe wajua bwana sisi ndio wanaovioni wakubwa mayahudi, tena waheshimiwa wale mabwana wakubwa. wa inna in ittaba'naka ittaba'na yahud
walam yukhalifuna, na wajua sisi tukikufuata wewe mayahudi wote watatufuata sisi, wote watakufuata. Wa inna bainana wa baina qaumina khusuma, na baina yetu na watu wetu kutokea mizozo. Fanuhakimuhum ilaika, shatoja tukuletea wewe wa hukumu. Kuna mizozo baina jamaa zetu, sisi tutakuletea wewe uje hukumu baina yao. Fataqdi lana alaihim, lakini wewe unapohukumu, sisi tuna mizozo na wenzetu, tunataka ukihukumu wewe uhukumu ututetee sisi, yani ile haki utupe sisi. Ukitupa sisi haki, sisi tutakufuata, mayahudi wote watakufuata. Yani ni kama wataka kufanya nini? Kumhonga, lakini wamuhonga katika sura ya da'wa hivi, umeelewa? Yani sura mayahudi hao jitu miovu sana, khubatha sharrul bariya, watu waovu sana. Leo dunia nzima watu wapata tabu hata katika maisha ya kidunia. Sababu nani? Wao. Sababu wao. Kila mahali wameleta balaa, kila mahali wameleta balaa, uharibifu. Hawawezi kukaa wao wakaona watu wamekaa na amani. Hilo jambo mwanzo sahau. Yani kama huku Mombasa mmekaa na amani, wakereka wewe. Mbona wale jamaa wanakaa na amani kule, wala vizuri, walala vizuri. Tufanye nini? Nyinyi mtakuja kusikia tu karibuni, mara kuna maandamano ya Gen Z na vijitoto vijinga vyapewa maneno, tuna vijipesa vikatoka vikachafua amani katika nchi zao, na hakuna faida yoyote. Hebu niwaulize, yale maandamano yalifanywa hapa Kenya, hebu nionyesheni faida yake nini? Kama mbali na watu kuuawa bila faida yoyote, wengi vijana wamekufa, wengi hasara zilizofanyika katika maduka kuvunjwa, wengine walikuwa na uwezo wao wakafilisika kwa kuibiwa, magari yalichomwa nini. Nionyesheni faida walioipata. Jambo gani ambalo walikuwa walitaka pengine labda la kheri wakalipata? Basi tu uharibifu. Kisha ukija ukichunguza wakuta kumbe kuna watu nyuma ndo wanaofanya mambo yote yafanyike. Na ole wenu nchi yenu ipate dhahabu au mafuta, mshakoma. Afadhali mbakie vile vile mnamtanga tu. Watakeni tunamtanga. Lakini ikipatikana dhahabu tu au hivi vitu vya thamani, almasi, siji mafuta, siji kitu gani, nyinyi mtashangaa rais wenu atatolewa usingizini, abebwe na helikopta mpaka mshindo. Kwani hatuna wanajeshi? Mnao, si wapigwa kitu tu. Wewe walipo pesa ngapi? Akamwambia mimi kwa mwezi bwana napewa 100,000. Kwa mwaka wewe ndo mpaka ifike mwaka mzima ndo ifike 1,000,000 na kadha na 200,000. Alafu si wasitumia zifiki hizo. Sisi tutakupa wewe mshahara wa miaka 20 na tutakupa pasipoti uondoke hapa uende nchi nyingine. Kuna mtu atakujua, kuna mtu atakufanya, utaishi vizuri, tutakupenya nyumba wewe na familia yako, na atabaki mtu atamuuza tu rais wake. Atataka nini? Wanunuliwa watu. Wajamkuta rais kakamatwa, wewe washindwa wajiulize rais akamatwa vipi kwenye chumba chake? Anlala, achukuliwa, bebwa. Mkipata dhahabu na almasi vizuri mtajua yafanywa vipi. Mtaona yafanywa vipi. Ni watu mahasidi, hawapendi kuona watu wakiendelea. Waungulika wakiona nchi nyingine, hasa huku Afrika huku. Wataka watu daima wawe na ndaa, wawe na umaskini na wafanye nini ili daima warudi kwao. Wao ndio wasema watoe msaada. Wewe ukaona wapewa msaada, kumbe zile dhahabu zako za kwamba basi wewe wataka msaada mpaka nichukue ile ile yako ile ndio yokulipa nayo. Hiyo upata faida juu. Unas ya akhi sallallahu alaihi wasallam, ni watu waovu sana. Sangapi msala isha? Dakika 10. Baada dakika 5 mtaomba ruhusa. Qala wa nu'minu laka wa nusaddiquka. Ukifanya hivyo sisi tutakuamini, tutakusadikisha. Waja kutaka kumuonga nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aba dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akasema la, wallahi siwezi kufanya hivyo. Ni wadhulumu watu kwa ajili yenu nyinyi, atimtaslimu.
فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قول لقوم يوقنون رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ومتوم صلى الله عليه وسلم akaambiwa chunga watu wasije wakakutia fitna. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير. الله أوكمea wale wanaotoka nje hukumu ya Allah, hukumu iliyokamilika, muhkam, iliyo perfect kabisa, inaokusanya kila khairi ndani yake, الناهي عن كل شر inayokataza kutokamana kila shari, وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال. wakawacha hii hukumu wakaelekea katika isiyokuwa hukumu ya Allah, katika rai za watu na matamanio yao wanaokubaliana nao baina yao, wakaweka kanuni zile wanaume wakakaa wakatunga, kama vile katika demokrasia na nyinginezo, jambo ambalo limefeli kabisa. Hata wao wenyewe wanaolitilia mkazo lipeleke kila mali hawalitabikishi sawa sawa, waongo tu, bila mustanadin min shari'ati Allah, wakayatunga hayo bila kutegemea chochote katika sheria Allah. kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi min ad-dalalat wal jahalat, kama vile watu wa jahiliya walikuwa wakihukumiana nazo sheria kama hizo za upotofu na ujinga mwingi. mimma yadhaunaha biaraihim wa ahwaihim, uziweka kwa rai zao wenyewe na matashi ya nafsi zao wenyewe. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق. na kama walivyofanya Tatar na kiongozi wao Genghis Khan, na huyo aliomaliza waislamu wengi sana Genghis Khan. na tuliwahi hapa kuzungumza muhadhara mzima kuhusu Genghis Khan na namna jeshi lake lilivyoangamiza waislamu, na kuwa aliyemtotora ni mmoja katika wafalme wa Kiislamu. Genghis Khan chini yake walikuwepo katika raia yake waislamu, walikuwepo waislamu na wale wanaoabudu masanamu na wengineo. Wakatoka wafanyabiashara wawili au watatu kutoka kwake Genghis Khan, wakaja wakaingia wa Mongola, wakaja wakaingia katika nchi ya Kiislamu, wakavamiwa, wakapokonywa mali zao na wakauawa na waislamu wenzao. Genghis Khan akatuma barua kwa mfalme ambao raia wake ndio walifanya hivyo, akamwambia niletee hao watu walioua raia wangu ambao wako katika dini yako, ili walipizwe kisasi na mali iliyochukuliwa irejeshwe. Yule mfalme akafanya ujinga sijaonapo, ndio hapa kuzungumza kwa kirefu, akamjibu kuwa hatufanyi hivyo na uweze kufanya chochote, kwa jeuri akamjibu. Genghis Khan bwana akaunda jeshi, akaja mwanzo akammaliza mfalme, akauawa na hakuna jeshi lolote liweza kusimama. Alivyoona amefaulu hapo, akaanza kusongea mpaka akafika Baghdad. Walikuwa wakiua watu kwa mamilioni, sikwambii kwa maelfu. Ibn al-Athir akieleza ili tukio, yeye manake aliishi wakati huo, asema sitaki kuandika masikitiko ya waislamu, kesho waislamu watakuja kuyaona haya watakao kuja baada yetu. Wallahi asema tulikuwa tuona kiyama cha simama, namna watu walivyokuwa uwao. Walikuwa wakiwachinja wakikimbia juu ya majumba, yamwagika damu kama vile mvua inavyonyesha, ile damu inavyomwagika, kwa ajili ya ujinga wa mtu mmoja tu. Akaenda akatotora watu wasiowaweza. October 7th Hamas wakaenda wakachokora Yahudi, kisha waje wauwe ndugu zetu huko, wakauawa watu wengi sana. Kisha leo vita vimesimama baina dhalimina ma'a dhalimin, waovu kwa waovu. Aje kusimama mtu asema lazima usimame na mshia, ufillak, mimi simame na mtu amtukana mke wa Mtume sallam? Tusimame na watu wanaokufurisha masahaba? Allahumma ahliki adh-dhalimina bidh-dhalimin,
wa akhrijna min baini aydihim salimin. Yani majambazi wawili wataka kuniibia, kisha wapigana wao kwa wao, mimi nimwambia wewe mpige hivi ndo mshinde, ili ajanibie. Mpige na yeye kupige mpaka mufe nyote, hakuna maslaha yote napata kwa nyinyi nyote, mfle mbali. Mimi naenda kufunga mlango wa nyumba yangu nikalale kule. Asubuhi nikitungulia huwa mvundika mguu, mvundika mkono, akamvunjwa shingo, alhamdulillah, waendelee hivyo hivyo. Lakini leo ile jahili ya watu imefikia hivi, ikatumiwa Gaza ndiyo chombo kinachotumiwa katika kujenga imani za watu. Sisi tusema tu kuna ndugu zetu wa Gaza wanaodhulumiwa, hatuko na Hamas leo wala kesho. Mashia golo wale, sio kuna mashia wa Arabu wale, huko tuita mashia golo, kule mashia wa Arabu. Leo Irani yatupa makombora katika nchi za Kiislamu. Wewe sema utakapofanya tawili zako, kwa sababu ya hivi, kwa sababu ya vile, sema utakavyo. Lakini itoke Hamas izungumze rasmiyan kwa sisi tuwapa pole Iran kwa kufa shahidi Khamenei shahidi Khamenei. Namna alivyo, wewe wafikiria watu wa Suria wale watawachukuliaje watu wanaosema maneno kama hayo, wakati mtu katika uongozi wake atoa fatwa watu wauawe Suria, ahli sunna wameuliwa kwa mamilioni. Ama msahau nyinyi, ni nani aliyekuwa kiwaua ahli sunna Lebanon mbali na hizbu shaitan? Alafu watokia watu kwambia nyinyi wajua mashekhe waingilia mambo waelewi. Wewe wakati kwenye maskani za marungi hapo fikiria sisi tuelewi. Wewe vipi wewe? Wallahi tufuatiliza bidikka kila kinachotokea mpaka kule kuna kutokea. Je, kutuambia wewe onketi kule na kigaro cha kuvuta bangi na kula marungi ndio wewe utatufundisha sisi yaendelea nini kule? Usiwe mjinga, wapelekwa na awatif na feelings tu. Hakuna mwema kwako, la Myahudi na Marekani wala huyu mshia, hakuna lina khair na sisi, hakuna maslahi yoyote tunaopata sisi Waislamu kwa wote. Kwa usije kutuambia hapa kama huko na huyu huko na huyu, siko na huyu wala huyu, na sukari sini Coca-Cola wala Fanta, zote za nidhuru, si uelewa? Sasa kama ni Coca-Cola utakuwa Fanta, ananua maji, natakia nini akhi? Lazima almuhimu. Nilikuwa mmemtaja Genghis Khan nikakumbuka maneno hapa. Kuna muhadhara niliozungumza, kama mweza kufuatiliza huko nyuma, tulizungumza hapa Masjid Aisha, na kulitokea jambo kama hili la Hamas kwenda kuwavamia kama hili limetokea, tukasoma tukasema tuatakikana tupate ibra katika tarikh, na haya mmeyazungumza zamani, si kabla hili jambo kutokea. Nafikiri labda miaka 6-7 nyuma huko tuliwahi kuzungumza hapa muhadhara, kama kuna mtu yakumbuka. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى أو من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره. جنكيز خان aliwaandikia kitabu watu wake cha kanuni zao wazifuate, akiwa yeye ndio mfalme. Ndani amekusanya sheria za Mayahudi, Manasara, kakusanya za Uislamu pia, kuna mengine akayachukua akatunga kitabu. وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. mengi katika yale aliyoandika pale ni yeye mwenyewe fikra zake toka andika, na walikuwa wakimsikiliza sana. فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ikawa kwa watoto wake waliokuja baada yake ndio hukumu wanaoifuata juu ya hukumu ya kitabu cha Allah na sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dhalika minhum fahuwa kafirun yajibu qitaluhu hatta yarji'a ila hukmi Allah wa rasuli. Anayefanya hivyo basi atakuwa amekufuru, ni wajib arudi katika hukumu ya Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yuhakamu siwahu fi qalilin wala kathir, haukumiwi mwingine, hawi hakimu yoyote mwingine mbali na Allah na mtume wake katika kidogo au kingi. قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون، يعني حكم يا كجاهلية ndio waitafuta na kuitaka. وعن حكم الله يعدلون، na حكم الله ويواچا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. نناني مwadilifu zaidi kuliko Allah katika hukumu yake kwa yule anayefahamu sheria yake.
وآمن به ناكمواميني وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين أكون يقين كجوا الله ndiye mbora wenye kuhukumu وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها na ana huruma na rehema zaidi kwa mja wake kuliko namna anavyokuwa na huruma baba yake na mama yake juu yake. فإنه تعالى yani mtoto namna mama na baba wanavyokuwa na huruma na yeye, Allah ana rehema zaidi na yule mtoto kuliko wazazi wake. فإنه تعالى هو العالم بكل شيء نيني مجوزي juu ya kila kitu, القادر على كل شيء العادل في كل شيء مؤدلف katika kila kitu, mweza wa kila kitu subhanahu. قال وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. mtu anayechukiza mbele ya Allah zaidi ni yule anayetaka kufanya katika Uislamu njia za kijahilia, kama ile mambo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja, thalathun min aljahiliya, an-niyaha, masala ya kupiga ukelele unapofiriwa, ile mambo ya kijahilia atakuyatia katika Uislamu, na kadhalika zaingia ndani yake kila bid'a ambayo yaiga yale waliokuwa nao watu wa kijahilia, yeye pia ingia ndani, wanaochukiza zaidi mbele ya Allah. وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه, na yule anayetaka kumwaga damu ya mtu, atafuta damu ya mtu aimwage bila ya haki au watu. قال وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإن شاء الله تعالى kuja kueleza باذن الله katika kikao kitakachokuja إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.